Sabu. 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 Habari zenu ndugu zangu, habari zenu mashabiki zangu, nawapenda sana. Mbele yenu hapa ni Raji, si mwingine. Kwanza naombeni mnisamehe na mniwie radhi kwa yote ambayo yalitokea kwa kuchelewesha series yetu pendwa ambayo inaitwa The Destiny kwa changamoto za kibinadamu. Lakini pia leo niko hapa mbele yenu kwa kuambia kwamba kuna series yetu mpya ambayo tunaitambulisha, ambayo ni pendwa na ni inavutia, ina story nzuri na kila kitu ambacho wewe unatamani kukiangalia. Series yetu mpya ambayo inaitwa kwa jina la Kimewaka itapatikana kwenye YouTube channel yetu ya Raptors Entertainment. Make sure hii channel unaisubscribe. Kama unaona hapa description maneno yanapita hapa, basi zingatia kudondosha subscribe yako hapo ili uweze kupata vitu vizuri. Ciao. Nawapenda sana. Bye bye. Mjinga, hivi unajua thamani na nafasi mliokuwa nayo katika hii nchi? Hapana baba, nisamehe. Hapo uongo dadi yako. Abera ukae kuna ugeni mama bibi ukae kuna ugeni mama bibi ukae kuna ugeni mama bibi ukae kuna ugeni mama bibi. Acha mali. Asubuhi. Nyama hizo mbona nakopesheka? Au arudi tena? Tumemwona. Umemwona? Ndio. Shikamoo mama. Kwa nini umemuua mtoto wangu? Lakini mama, unajua fika mimi siwezi kufanya kitu kama hiki mama yangu. Mimi mwenyewe nimerudi nyumbani nini? Acha uombo. Shetani mkubwa wewe. Unasema hukumuua na wakati mapolisi walikukuta umemkaba. Umemuua mwanangu kifo cha kinyama sana. Ni hali hana kosa lolote. Kwa nini lakini? Unajua kabisa siwezi kufanya kitu kama hiki mama yangu. Na unatambua kabisa mwanao unampenda sana na kumjali na kumthamini. Nawezaje kufanya kitu kama hiki mama yangu? Jaribu kunielewa hata kidogo tu mama. Siwezi. Na haitakuja kutokea mama yangu. Na hiyo roho sina mama. Naomba unielewe mama yangu. Siwezi kufanya kitu kama hiki. Never. Napata tu usubutu mimi wa kuweza kukamata roho ya mtu na niweze kuitoa mama. Mama, kuna muda jaribu kunielewa mama yangu. Mimi namaanisha mama, siwezi kufanya mauaji yote mama yangu. Bado namhitaji mke wangu. Na bado nampenda mama mke wangu. Mama, nakuomba sana. Hichi nakizungumza namaanisha kwa mama wangu si usiki kwenye lolote kwenye haya mauaji mama. Nakuomba sana. Hata mimi pia nina uchungu na mke wangu. Hata mimi pia nampenda mke wangu. Mama, jaribu kunifikiria hata kidogo tu basi mama wangu. Siwezi. Na haitakuja kutokea mama wangu. Na hiyo roho sina mama. Naomba unielewe mama wangu. Siwezi kufanya kitu kama hiki. Yasri. Damu ya mwanangu haiwezi kumwagika bure. Ni lazima nitalipa kisasi. Hilo liweke kichwani kwako. Lazima utalipia. Unamuua mwanangu wa pekee. Mmoja.
mmoja tu, sina mwingine. Ulijaribu kunifikiria mimi hata kidogo? Ulijaribu kweli? Sina baba, sina mama. Yeye ndiye alikuwa furaha yangu, yeye ndiye alikuwa kila kitu kwangu, alafu leo hayupo. Nimebaki peke yangu duniani hapa, sina faida yoyote. Nakuchukia, nakuchukia, nakuchukia sana. Lazima utanipia kwa heri. Muda umeisha. Jinga wewe, shetani mkubwa. Shaman, kuna taarifa gani mpaka sasa? Tayari Raji yuko jela na kesi alikuwa nayo hawezi kutoka. Shikamoo. Marhaba. Kesi gani? Ya kumuua mkewe. Kwani alikuwa na mwanamke anaishi naye? Na kwa nini amemuua? Hakumuua yeye, ni sisi. Ila yeye ndo mtumiwa wa kesi hiyo kwa sasa. Kuwa makini tusije tukajulikana. Kilichonileta hapa ni mima. Niachie kidogo, nitalifanyia kazi hilo. Zingatia hilo. Maana sitopenda mimi na wewe tumalize kabla.
No. Tunaweza tukaongea. Nakusikiliza. Naomba nisamehe sana. Najua nimekukosea. Ila nakuahidi sitarudia tena. Unajua mke wangu, mimi nimekuwa mtiifu sana kwako. Na hiyo tu kwa sababu nakupenda. Unajua mimi ni binadamu, sijakamilika mimi. Hivyo ikitokea kuna vitu ambavyo nimefanya vimekukwaza au nimekukosea kabisa, niambie turekebishe. Na kweli nitajirekebisha kwa sababu nakupenda mno. Lakini kiukweli nikikuona hauna furaha, una majozi muda wote, na wewe ndo furaha yangu mimi. Sasa wewe ukiwa tofauti, mimi akili yangu haiwezi kuwa sawa. Niambie, weka mambo bayana, tuweke kila kitu sawa kwa sababu nakupenda mimi. Sawa sawa? Basi mimi niseme mke wangu, nimekusamehe. Nimekusamehe mimi kwa sababu hisia za moyo wangu zinaniambia sitaki kukupoteza, na kupenda sana. Nakupenda kwa kitu chochote katika hii dunia. Asante sana mwanangu. Chai tayari lakini. Wow, umeshaandaa tayari? Alafu. Yes baby. Nilikuwa naomba ruksa niende kwa baba. Nataka niende nikamwambie kwamba nimerudi. Pia nimwombe naye msamaha. Umeanza kitu kizuri sana. Unajua mimi ukiacha mapenzi unipatia, kitu kingine ambacho kinanifanya mimi niendelee kubaki na wewe milele ni hiyo hekima na busara uliyobarikiwa. You are so beautiful, una busara na hekima mno. Hii na kila sababu ya kusema mimi nimepata mwanamke bora na sio bora mwanamke. Nakupenda kipenzi changu. Asante baby. Basi usichelewe. Chai ikapoa. Sawa basi. Nakuja mezani hapo. Ukidunda moyo wangu unataja jina lako. Mpenzi, hofu yangu juu yako. Haya ndo mapenzi, nimekwisha mimi zako. Sijiwezi, mwili wangu mali yako. Naomba tupendane, tena tusiachane. Mimi na wewe tufe tuzikane. Habibi, unatamani siku moja tuwe kama wale pale ndege wale. Na mimi pia natamani mama wangu tuwe kama wale ndege. Mimi nachokoma mke wangu, naomba usije katokea ukanisaliti. Kwa sababu ni mwanamke ambaye nimekuchukulia thamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Sana. Una uvumilivu, mwelewa, una upendo, unajali. Nakupenda sana. Nakupenda sana. siamini njia yangu imekuwa na majuto, majuto nayopitia, nauliza lini ni mwisho, ni mwisho. Natamani nitoe yaliyopo ndani yote hadharani wajue. Natamani waone nayopitia mangapi, wajue. Najiuliza ni lini, nifurahi na mimi. Maumivu makali, achozi linatoka ndani, zinanitesa memories. Asiturianza safari, ni kwamba tungefika mbali, leo ndo mwisho wa story. Mpenzi,
Yako wapi mapenzi yale uloniahidi wewe? Mpenzi, yako wapi mapenzi yale uloniahidi? Kwa serious bwana. Yule sio Raji kweli? Hapana Maida. Yule ni pacha wake, amefanana tu. Yule anaitwa Yasli. Wewe. Mimi naogopa ujue. Yule sio msukule kweli? Maida bwana, hebu acha uoga. Yule ni Yasli, ni pacha wake. Raji alishafariki mpenzi. Tena hata hivyo sasa hivi tumekuwa marafiki sana. Sema tu simu zake zote hazipatikani. Lakini ningempigia ningemwambia. Kama nataka niende na rafiki yangu akamsalimia. Bwana, mimi naogopa. Hata usimpigie. Wewe naye. Basi poa, mimi ngoja niende kwa baba. Sindikize basi. Leo ni banana vipi? Nataka nimpikishe miji yako hapa. Wewe nienda tu. Wewe naye. Hayo bwana, shughuli yangu ndio isije katashada. The destiny, the destiny, the destiny. Ipi hatima yangu? Mimi nimekusamehe, lakini sitaki ijirudie tena tabia wewe kutoweka bila taarifa. Unatupa wasiwasi. Sawa dad. Lakini kuna jambo jingine hapa. Jambo gani tena dadi? Matulanga anataka warudi nyumbani kwake. Kwani si ulisema hajui nilipo? Ilikuwa hivyo, lakini kwa sasa anajua kila kitu. Anadai wewe bado ni mke wake, hajakupa talaka. Hivyo anakuhitaji. Hapana dadi, mimi siko tayari. Simuhitaji. Napitia kipindi kigumu sana kwa sasa. Ngoja nione nini cha kufanya. The destiny, the destiny, the destiny. Ipi hatima yangu? The destiny, the destiny. Damima, mbona unaondoka bila kuniaga? Maana unaonekana una haraka kweli. Nisamee kipenzi changu. Maana hapa nilipo nimevurugwa hatari. Nitakuja next time. Tutapiga story mpaka utachoka mwenyewe, sawa? Ila pole Mwaya, maana hata mimi hizo taarifa zimenisikitisha. Taarifa gani? Siraji yupo jela kwa kosa la kumuua mke. Asa, mimi nikajiuliza. Kumbe wewe na yeye mliachana. Wewe hizo taarifa kakupa nani? Dada, ngoja mimi niende maana baba ananiita. Shikamoo. Marahaba. Nimempigia sana simu Yasri, hapokei. Na nimeenda nyumbani kwake sijamkuta. Yuko wapi? Maana nina shida naye sana. Yasri huwezi kumpata. Ameshikwa na polisi kwa kosa la kumuua mke wake. Amemuua mke wake? Sasa kwa nini amefanya hivyo? Yaani imekwaje? Ndivyo inavyosemekana, lakini upelelezi unaendelea kufanyika. Sawa mama. Mimi naenda, asante. Anyway, hilo jambo litakuwa limekaa sawa kabisa. Aisha! Aisha! Mima, nini tena? Baba, Aisha yuko wapi? Ameshaondoka, amerudi kwao.
babake amemwita. Unamaanisha ameondoka kijijini? Ndiyo, muda kidogo ameondoka. Shida iko wapi? Sawa, naelewa, lakini unafanya haya yote kwa sababu ya kulipa wema. Unajua Haji tumetoka naye mbali sana, lakini pia mtu anapokutendea wema haimaanishi kwamba nao mlipe wema, kwa sababu unajua wema sio biashara. Mima anastahili kumchagua mwanaume ampendaye, kwa sababu yeye ndani ya moyo wake kuna hisia. Tunapokuwa tunamchagulia sisi mwanaume ambaye yeye ampendi, tunakuwa kama tunamkosea heshima. Alafu yule ni mtoto wa kike, unajua baba. Mimi nimeona kabisa hili swala haliko sawa. Sisi watoto wa kiume kwanza kumchagulia yule hivi. Mimi kwanza, kama wewe utaendelea kuamua kupambania hilo swala, mimi najitoa. Yaani naona kama nakosea kweli. Najitoa. Kwa sababu yule ni damu yetu. Tusimfanye kama mtu baki. Yaani kama sisi tukishindwa kumpambania Mima, unafikiri nani ambaye anaweza kusimama nyuma yake dadi? Yakobi mapenzi